Asanteni sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa mzee wetu mwenyekiti mstaafu wa chama chetu Babu Duni, waheshimiwa viongozi wa chama, Mheshimiwa Mama Zainab, wanachama wenzangu, assalamu alaikum. Wabesa, ndugu zangu, nimetakiwa na naibu katibu mkuu kutoa maelezo kwa niaba ya kamati ya mashauriano. Hajaniambia niseme maelezo yapi, kwa hivyo nitachagua mie, au sivyo? Lakini kabla sijafanya kazi hiyo, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sote kufika siku ya leo tukiwa wazima wa afya. Sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atujalie tufanye mkutano wetu na tumalize kwa salama na tufike majumbani kwa salama. Ndugu zangu, najua kamati ya mashauriano ilokuwa kimshauri mwenyekiti hadi kufikia tarehe ya kutiwa saini makubaliano siku ya Alhamis, ninaomba niitaje. Najua mnawajua, lakini kwa vile nimesimama kwa niaba yao, ninaomba niwaruhusu nimtaje mmoja mmoja, ikiongozwa na mwenyekiti wa chama chetu akisaidiwa na Babu Duni. Mjumbe mwingine ni ndugu yangu Omar Said Shaban. Mjumbe mwingine wa kamati hiyo ni ndugu Ismail Jusaladu. Mjumbe mwingine wa kamati hiyo ni ndugu Nasur Ahmed Mazrui. Dadangu Fatma Fereji, comrade naibu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu yangu Omar Faki, mjomba, na nadhani wa mwisho mie mwenyewe. Babu, sikumsahau mtu Ndugu zangu, nina haya ya kuwaeleza. Nianze na jina moja, Juma Duni Haji. Babu, uwepo wako, nitatumia neno la kizungu, unatupa comfort. Asa comfort sitaki kulitumilia kwa uwepesi wake. Labda niseme hivi, ni sawa sawa na mtu mzima kwenye familia anayetegemewa. Mnajua kwamba akiwepo mtu fulani hapa haribiki jambo. Ikiwa mnakwenda sawa atakwambieni, ikiwa mnaharibu atakwambieni, na hatukubali muonewe. Anajitambua na ana msimamo. Babu, tunakupenda. Babu, tunakupenda na tunakuthamini. Tunakueleza wewe kwa sababu wewe ni kielelezo cha wazee wetu wengine wote. Wazee ambao wanajitambua, hawayumbi, wenye misimamo, wasiokata tamaa.
tunao wengi Unguja na Pemba, na tumshukuru Mwenyezi Mungu tuna wazee kama hao, kwa sababu jamani, mkiwa na wazee wasiojitambua hatari. Mzee akiwa na tabia mbaya, basi ukoo na familia ishapotea. Sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu tuna wazee hawa, wanatuweka kwenye mstari, na ndio maana Mwenyezi Mungu pia anatufungulia njia. Mlokuweko hapa, najua wazee siku hizi huko wanaona na kusikia kila jambo, lakini wafikishieni salamu wazee walokuweko Viamboni huko, waambieni tunawapenda, waambieni tunawathamini, waambieni waendelee kushikamana na kutusimamia na kutuongoza. Babu Juni, tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu atakujalia kila la kuwa kheri na wewe na aila yako. La pili, ndugu zangu, mwenyekiti majuzi aliyazungumzia mapinduzi, maana sahihi ya mapinduzi. Mimi alinigusa. Ukiyataja mapinduzi unanigusa, nasibisha nayo, na nakuombeeni munivumilie kidogo. Ndugu zangu, maana ya mapinduzi ni usawa. Wazungu wanasema equity, usawa. Ni jambo la ajabu litakuwa serikali ya mapinduzi ikawa inajipindua wenyewe kila miaka mitano. Haikupata kuwa madhumuni ya mapinduzi, na ndio maana ikaitwa serikali ya wakwezi na wakulima, kwa maana wale wanyonge wasokiwa na sauti, ile ndio ilikuwa serikali yao, kuwalinda na kuwahifadhi na kuwaheshimu na kutawala kwa niaba yao. Mmenifahamu? Sasa mimi namshukuru sana mwenyekiti wetu, aliliweka vizuri hili. Madhumuni ya mapinduzi ni sisi, kila mmoja wetu, Unguja na Pemba na visiwa vingine vyote vinokaliwa na wanadamu katika Zanzibar hii. Si jambo jingine lingine lolote lile, wala haikuwa madhumuni ya mapinduzi kila miaka mitano ikawa inafanya mapinduzi tena. Mapinduzi yashamalizika. Yalikuwa siku moja tu, tarehe 12 Januari 1964. Marehemu Mzee Karume akaitandika serikali yake na wakaweka miongozo. Miongoni mwa miongozo hiyo ni sisi na ustawi wetu, haki zetu, fursa zetu na uwajibikaji wa serikali kwetu sisi, si kikundi cha watu. Na sisi hatuwezi kukubali vingine vyovyote vile. Mapinduzi. Naam, hatuwezi kukubali vingine vyovyote vile. Jengine, ndugu zangu, sisi upande huu wa Maalim Seif tuna utamaduni wetu wa kisiasa, political culture. Tuna utamaduni wetu kwa namna tunavyoishi na desturi zetu. Sasa hapa nataka kidogo tukumbushane, tusibadilike, kwa sababu utamaduni huo na desturi hizo ndizo zinotutambulisha sisi na kutatofautisha sisi na wengine. Bado nafikiri hamjanifahamu. Utamaduni huo, desturi hizo ndizo zinatutofautisha sisi na wengine.
na ndo maana kupendwa na kuitika kwetu. Kielelezo kimoja ni mimi na wengine wengi kama mimi tulotoka huko tukaja huku. Kwa hayo sasa, tukiondokana na desturi na utamaduni huo, tutakuwa sawa na wengine. Na ndio maana nimewataja hawa wazee, wanafahamu haya. Nataka hapa kuchukua fursa hii maalum na adhimu, tukumbushane. Hatuna haja kubadilika na kufata jengine. Tunakubalika, tunaaminiwa hivi tulivyo. Jamani, kwetu kutamu si kutamu? Sasa kwa nini mwende mkatafute machungu? Watu wote wanakimbilia huku. Sasa kwa nini sisi tuanze kukimbilia kwingine? Jengine, mwenyekiti wetu. Ndugu zangu, mimi mwenzenu, kwa bahati nzuri wako walionizidi wengi, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenionyesha pia ya siasa, raha na machungu ya siasa pia nimeyapitia. Nimetiwa kwenye blender. Nilikuwa na wahesabu kunguni wa Madema pale tu kila wakia, nilikuwa naweka hisabu. Shoto tushapitia huko. Najua kwa huku sio ya mimi peke yangu, tushapitia wengi. Ninachotaka kuwaambia, la kwanza, mara nyingine yanaweza kuwa yanatupita sisi wenyewe hatutambui. Mwenyekiti wetu amekuwa mwenyekiti wa chama chetu kipindi kigumu sana, tulipoondokewa na mzee wetu. Naturally mazingira yale ni magumu, kwa sababu aliyekuwa anachukua nafasi yake hakuwa mtu wa kawaida. Sitaki kumtukuza, nasema kwa sababu nampenda. Alikuwa kiongozi wetu kwa zaidi ya miongo minne, iconic wazungu wanasema. Alikuwa alama ya demokrasia na harakati za mageuzi ndani ya Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mwingine kama yeye. Nimekosea jamani? Yupo mwingine anafanana na Maalim Seif? Mimi simuoni. Sasa mwenyekiti wetu anakuwa mwenyekiti wakati tunaondokewa na mtu kama huyo. Lakini tizameni la ajabu, uwepo wake imekuwa kama vile umeme unapokatika na ukawaka hapo hapo. Wazungu wanasema blink of an eye. Hata hatukuhisi kama Maalim kaondoka, hayupo tena. Jamani, mnaliona lakini hilo? Hakuona sababu ya kubadilisha desturi, utamaduni na misingi iliyojengeka. Aliona kwamba hichi chombo kinaelea, kimeundwa. Yeye akaongeza ya kwake, na wala hatukuhisi kwamba Maalim kaondoka. Tunaendelea kuwepo, utafikiri Maalim yupo. Huo ni uongozi. Uongozi wa namna hiyo unataka busara kubwa sana, kwa sababu ingekuwa mtu ambaye anataka kulazimisha hali aonekane yeye kwa mazingira kama yale, tushavurugika. Wako wachache waliofunga virago wakapita mlango wa nyuma, lakini wako wapi?
manake ajabu huku ukimsaliti yule marehemu na wenzake haifiki hata wiki ushasahuliwa. Huo ndo ukweli jamani, tumeishi si tumeyaona hapa tu hai tunayaona. Si vizuri kuwataja watu majina, walikuwa wenzetu, lakini wako wapi? Wakipita wanajibanza na viambaza, kwa sababu huku kuna matumaini ya Wazanzibari. Huwezi kusaliti matumaini ya Wazanzibari, utapotea njia tu. La pili, kipindi chote hichi mimi ni miongoni mwa na wenzangu ni miongoni mwa hiyo kamati ya mashauriano. Ndugu zangu, nataka niwahakikishie mikononi mwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman tuko salama. Na hili maneno hayo sitamki kwa wepesi. Na kupeni mfano, wanangu walinyimwa vitambulisho. Utambulisho wa ujananchi walinyimwa. Mambo kama hayo si ya kufanyia maskhara. Hatuwezi kufanya maskhara na hatima yetu sisi. Sasa kwa vile sifanyi maskhara, na mpima mtu kwa udhati, na ndo maana ninaona fahari na faraja kusimama mbele yenu kusema mikononi mwa Mheshimiwa Othman tuko salama. Na pengine kwa hayo nataka kuyasema mengine, Maalim Seif yeka wengine mnaweza mkanuna, lakini msuine mie miongoni mwenu, manake na mie nampenda Maalim Seif hivyo hivyo. Kwa mengine mwanafunzi kamzidi maalimu wake. Na hili nakupeni kwa uhakika. Nimekaa naye kwa karibu mzee wetu marehemu Maalim kwa zaidi ya miaka 10. Nilikuwa mshauri wake na tumepitia mengi. Nakumbuka uchaguzi wa mwanzo, wenzangu walikuwa washazoea mabomu ya machozi yanarindima. Tuko Mtendeni pale, Maalim alinitizama akaona hajazoea huyu. Sasa katika kulala, manake ndo sote tunalala pale pale Mtendeni, yeye akakaa analala juu ya kiti ofisini kwake. Akamwambia Mansuri, njoo lala hapa. Kwa siku 3 nimelala chini yake, huku vyuma. Sasa Mheshimiwa Mazrui, Mheshimiwa Jussa wanaingia wakitoka, chai mkononi. Nikasema subhanallah, wana chai mkononi. Asubuhi inaletwa mikate pale, chai ya maziwa, watu wanachovya wanakula, mie taabani. Alhamdulillah, yamepita mengi. La mwisho, baada ya utiaji wa saini, nimepigiwa simu na walokuwa wenzangu wengi, sio waliokuwa wenzangu hasa, walokuwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Kuna mmoja alikuweko pale mzito, tulisalimiana kwa macho wakati tuko pale. Tulisalimiana kwa macho. Wazanzibari si mnajua kusalimiana kwa macho? Na yeye Mzanzibari, mwanamme. Niweke sawa hili. ACT Wazalendo, Mapinduzi. Alinisalimia kwa macho. Nikae kitako? Umesimama. Baadaye akanipigia simu, akatumia namba ya simu, aliniletea message, nikajua huyu. Akatumia namba ya simu ambayo mimi sijui, lakini alikuwa kishaniletea message. Kwa anavyoandika namjua.
Nikamsikiliza, tukazungumza, akanambia lakini utekelezaji hayo yote mlotia saini nini utekelezaji? Nikamwambia ushamaliza? Nikamwambia sikiliza, tunakujueni kama mimi ninavyokujua wewe. Vipi? Lakini nikamwambia sikiliza Sheikh, mimi na wewe katika umri ambayo tunatumikia siasa kwa ngazi hiyo tunatumikia kwa zaidi ya miaka 20 sasa, yamepita mengi, lakini nyinyi mwisho mlirudi wapi? Kwa maana ya wao, mlirudi wapi? Panda shuka, vishindo, fanya ufanye, mlirudi wapi? Si pale pale Ikulu kwenye meza ya mazungumzo, na ile nyumba ya kutia saini mmeijenga nyie, na nyote mlikuwepo, chama chako chote kilikuweko pale. Nikamuhisabia, alikuweko mwenyekiti wa chama chako, alikuwepo makamo, katibu mkuu, makamu wa rais, wajumbe wa kamati kuu, wal halmashauri kuu, viongozi wa serikali, chama kizima kilikuweko pale. Nini maana yake? Kwamba mwishowe mtarudi pale pale kwenye meza ya mazungumzo, hakuna njia nyingine. Nikamwambia mimi na wewe tangu mwaka wa 2000 tumepitia mengi, lakini mwishowe nini? Tunarudi pale. Na tukafika kukubaliana kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa njia sahihi tulopitia hivi sasa ya mazungumzo na kufikia makubaliano. Utayakhalifu mara moja, lakini mwisho utafika wapi? Pale kwa ACT Wazalendo. Sasa ndugu zangu, kwa nini nimeyasema hayo? Sisi hatuna ndimi mbili, tuloliamini ndio hilo. Hii kamati ya mashauriano hii ilikuwa haina kikao cha pili cha kwenda kuvuruga haya mlokubaliana kwenye kikao cha mwanzo. ACT Wazalendo ikizungumza, ikikubali, kauli ndio hiyo moja, na yale yote tulokubaliana na CCM tutayasimamia kilillahi kwa kuyatekeleza. Lakini pia hatuhofii kusema ukweli. Sisi tunasema ukweli. Yakiharibika mwenyekiti atakwambieni, kwa sababu huo ndio ukweli. La mwisho kabisa, la majuzi ni kubwa, narejea tena, ni kubwa, yamepita mengi. Nimeyaona miafaka nikiwa mjumbe wa baraza la wawakilishi tangu marehemu Benjamin William Mkapa. Nimeona maridhiano nikiwa mjumbe wa kamati ya maridhiano ya Mzee Moyo, lakini ya Alhamis hayajapata kutokea. Na ndo maana nikakwambieni mikononi mwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman tuko salama. Tena tuko salama sana. Tuna nahodha madhubuti. Mwenyekiti, tunakushukuru sana. Hajayumba kwenye misingi tulioachiwa na wazee wetu. Kwetu sisi vyeo si sababu. Kwetu sisi ni utengenezaji wa nchi, hakuna jengine. Wengi pengine mlidhania akenda siku ile ya Ikulu atakuwa makamu. Bado si makamu wa rais huyo. Wala hatuna haraka, wala hakuna haraka. Ndio maana nikakwambieni mikononi mwake tuko salama.
tuko salama, hakuna haraka. Katulia kama maji ya mtungini, taratibu. Kwanza tutengeneze ya wananchi na nchi, halafu mengine taratibu. Hatujapata kuwa na papara. Jamani, utamu unanikolea, bora niishi hapa. Mapinduzi! 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 Asanteni sana.